hatua ya pili ambayo inasema Yesu amefunuliwa katika Agano la Kale sehemu ya pili. Tumekuwa na sehemu ya kwanza, kitabu cha Mwanzo, tumepita humo, tumeona vitu vingi vikubwa, mambo mengi sana. Lakini sasa hatukuyadodosa yote. Sasa hivi tunapoenda hatua ya pili, tunazama tena kidogo ndani kidogo. Tukienda hatua ya tatu, tunazama tena zaidi. Kwa hiyo baada ya hatua ya tatu, mimi ninaamini kabisa, ninao uhakika kabisa tutakuwa tumezidi kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kuchukua wakati, nimkaribishe leo tutakuwa na mwalimu Ima atupeleke katika hatua hiyo ya sehemu ya pili ya Yesu kafunuliwa katika Agano la Kale. Tunapomkaribisha kwa makofi, karibu mwalimu. Amen. Amen. Tunaendelea na darasa letu kama kawaida la Yesu amefunuliwa Agano la Kale. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa Israeli, nasema asante kwa sababu ya ukuu na utukufu wako. Baba, asante kwa sababu ya uwezo wako na nguvu zako. Baba, hakika mfalme usiyechoka kwenda kusikiliza sauti za wanao, na hiyo ndio furaha yako Bwana, kwenda kusikia mfalme wanao anasema nini mbele zako Jehova. Nasi Mungu Baba, tunasema asante kwa ajili ya ukuu na utukufu wako, hata kwa ajili ya masaa na dakika hizi Mungu. Hata Baba, tunasema asante Jehova, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Kama mwalimu ambavyo amekwisha kusema, tumejaribu kumwangalia Yesu aliyofunuliwa Agano la Kale. Na tumekwisha kusema na tumekuwa tukizungumza mara nyingi kwamba tunapozungumza Agano la Kale maana yake ni Agano Jipya lililofichika. Amen. Kwa tunaposoma Agano la Kale lazima tuitazame kwa jicho hilo, kwamba ni Agano Jipya lililofichika. Kwa maana tunapochomoka huku sisi kama Agano Jipya, tunapoenda kule maana tunaenda kujiangalia sisi huko ambapo tulikuwa tumefichika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumejaribu kuangalia mambo kadha wa kadha ambavyo Yesu Kristo jinsi ambavyo amefunuliwa kuanzia kule mwanzo. Tumejaribu kuangalia jinsi Yesu ambavyo alikuwa ni neno, akatembea hivyo hivyo, akaja katika habari ya kuwa mti wa uzima, akaja katika hali ya mzao wa mwanamke, akaja akawa katika mnyama kama hitaji la sasa, lakini kama mzao wa mwanamke kama hitaji la wakati unaokuja. Bwana asifiwe. Tukatembea katika mazingira namna hiyo mpaka hapa ambapo tumefika. Sasa hapa tunapotembea, tunatembea katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Hii kitabu cha Mambo ya Walawi kitakuwa kinatupeleka huko mpaka tukitatuliza mpaka mwanzo, baada tutarudi tena huko. Tutaangalia vitu kadha wa kadha. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunaenda kuiangalia. Tutaangalia mambo kadha wa kadha. Ijapokuwa ni mambo mengi kidogo, hawezi kufunuliwa yote, lakini kwa pale ambapo Roho wa Mungu anatuongoza kufika, ni hapa tunaweza kutembea kwa siri ya namna hiyo. Katika Mambo ya Walawi kuna mambo kadha wa kadha tunaweza kusema. Tunaona ndani ya hicho kitabu kuna sadaka 4 katika Mambo ya Walawi. Na zile sadaka zote zimemfunua Kristo. Iko sadaka ya kuteketezwa, inamuelezea Kristo kabisa, sadaka ya kuteketezwa. Lakini pia tutaona kitu kingine kinachoitwa nini? Sadaka ya nafaka, ambapo kweli tumekuwa tukiangalia kwamba Yesu ndiye chakula cha uzima, Yesu ndiye mkate. Tunapoingia kwenye sadaka ya nafaka inamzungumzia Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo kule mara nyingi tumekuwa tukitembea kama mnyama, tunamwona Kristo anajifunua kama mnyama, lakini kuna vipengele vingine ambavyo hatukuweza kuviangalia. Kwa hiyo tunaporudi katika kitabu cha Mwanzo, kuna vipengele vingine ambavyo vilikuwa vimefichika huko kwa sababu ya vijao wazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mazingira kadha wa kadha ambayo yatatupeleka katika mazingira hayo. Lakini tunaona pia kuna sadaka ya dhambi na hatia umo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Vyote hivyo ndio vinakuja kwamba Yesu ndiye amefanyika kuwa dhambi yetu
sisi tukawa watakatifu, yeye akafanyika kuwa dhambi. Yote inamfunua nani? Inamfunua Kristo. Kwa sababu sasa tunapozungumza sadaka ya kuteketezwa, sadaka ya kuteketezwa inatafsiriwa kama sadaka mbadala, ilikuwa inasimama badala ya. Kwa maana yake tunaona kwamba tangu mwanzo Adamu alipotenda dhambi, ilitakiwa Adamu kusema kweli aangamizwe, aondoke katika uso wa dunia. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa neema na ni Mungu wa rehema, unaona badala ya Adamu kufa, Mungu anaandaa mbinu nyingine ya kuweka mbadala ya Adamu. Nani mbadala? Tunamwona anakuwa ni mnyama ambao tunaona kwamba anachinja, ambaye anamfunika Adamu. Kwa maana baada ya Mungu kuwa ametengeneza ile sadaka ya mnyama na akachukua ile vazi akamfunika yule Adamu, unaona Mungu tena amtazamia Adamu kama mtu aliyetenda dhambi. Maana nini? Anaona kwamba Mungu anajaribu kuisha ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa unaona kwamba hicho ni kipengele ambacho kimeanzia hapo Mungu anapojaribu kumtafuta mwanadamu. Lakini tukaendelea kutembea, tunaenda kuangalia, tukaona wakina Abili, tukatembea tukaona wakina Nuhu. Lakini bado hapo kwenye sadaka kuteketezwa huko hapo pale mwanzo kwa Adamu, hakuna sehemu yoyote ambayo kwamba tunaona ile sadaka ambayo kwamba inamuelezea Abili kwamba alitoa sadaka kuteketezwa. Ila kwamba alitoa sadaka naye akakubalika mbele za Mungu. Mungu akamtakabali. Lakini alitoaje ile sadaka? Pale elezei. Tunakuja kuanza kuangalia Mungu ambacho alikifanya wewe yake. Tunaanza kuangalia pale kwa Nuhu. Kwamba tunaona Nuhu anapochomoka kwenye safina, ndio tunaona Nuhu anatengeneza madhabahu, anatoa sadaka ya kuteketezwa. Sasa ile sadaka tu ya kuteketezwa ndio inajaribu kutupatia picha huko nyuma wakina Abili kwamba alifanya nini. Hiki ndicho aliweza kufanya ambacho Nuhu alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yaani hiki ndivyo ilivyo, yaani Mungu anaanza kujifunua kwa sera namna hiyo kwamba kina Abili alifanyaje, alitoa sadaka ya kuteketezwa. Kwa namna gani? Ndipo tunaanza kumsoma kwa Nuhu. Kwa hiyo tunapomsoma Nuhu ndipo tunaanza kumuona tena Abili kwamba Abili naye alifanyaje mbele za Mungu. Alifanya hicho Nuhu ambacho alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba huku tunaona mwanadamu apate kumkaribia Mungu palikuwepo na sadaka. Lakini Nuhu anapoingia kwenye safina, sio sadaka inayomuingiza kwenye safina. Ila anapochomoka kwenye safina, tunaona kwamba anatoa sadaka. Hapo mwanzo nasema kwamba naye akapata neema tu machoni pa Mungu. Akaingia kwenye safina. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa kitu gani ambacho tunakiangalia hapa? Tunaangalia jinsi ambavyo Nuhu anavyotoka kwenye safina. Nani anampa maelekezo ya kutoa sadaka ya kuteketezwa? Nani anampa maelekezo ya kutengeneza dhabihu na madhabahu? Nani anampa maelekezo kwamba atoe sadaka ya wanyama ambao ni wasafi, ndege ambao ni wasafi? Nani anampa maelekezo? Unaona kitu ameshakipata kwa wazazi wake huko. Kwa hiyo ni vitu ambavyo walikuwa wanavipata. Ukiangalia ile pale na Lameki anapomzaa Nuhu, anasema huyu ndiye atakayekuwa. Hebu soma hapo kwa kichana. Hapa anasema kitu fulani hapa Lameki. Lameki anasema kitu fulani hapa. Ile ngapi ile? Mwanzo 5. Anasema hivi. Lameki akaishi Mwanzo 5 sura ya 25. Tuanze 28. Lameki sura ya 5 28 na kuendelea. Anasema hivi. Lameki akaishi miaka 182 akamzaa mwana. Akamwita jina lake Nuhu. Akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777 akafa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Nuhu, Lameki anajaribu kuzungumza habari ya Nuhu. Yeye ndiye atakayetufariji huko duniani huko. Na huku kweli ndicho kitu ambacho unaona Mungu anaanza kutembea nacho. Kwa maana yake Nuhu anapotoka kwenye safina, anakuja anapoondoka kwenye safina, anapoandaa ile sadaka. Maana yake hii ni maagizo ambayo yalikuwepo huko kwa kina Lameki. Lakini kwa kina Lameki hawajaonyesha kwamba alikuwa anatoa sadaka kwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya Nuhu kutoa sadaka, ndipo unaanza kusikia Mungu tena anaanza kuongea. Sema kwa hii sadaka sitaangamiza tena. Kwa hii sadaka nimeapa kwa nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu.
Na anasema pia ikawa ni manukato mbele za Baba. Akaapa kwa nafsi yake, akasema nchi nipo sitaangamiza tena. Kwa sababu gani? Ameiona harufu ya sadaka, ameiona sadaka ya kupendeza mbele zake, naye akaapa. Bwana Yesu asifiwe. Nini ambacho hiki ambacho alikuwa akifanya mpaka inamuonyeshea mpaka huyu Nuhu anatoa sadaka mpaka inampendeza, inapendeza mbele za Baba? Yote ilikuwa ni picha ambayo inamuonyesha Kristo, kwa sababu tunasema kwamba ndiye manukato, ndiyo sadaka ya manukato mbele za Baba. Kwa hata ile sadaka ambayo Nuhu anatoa ilikuwa ni picha tu ya Kristo bado. Kwa sababu unaona hapo ndipo Mungu anapoanza kuaga na weka agano, anasema hakika naweka upinde, utakuwa ni ishara mbele za Mungu. Ninapokuwa nitakapokuwa nimechukia, nikiona hii ishara ya upinde, sitaangamiza tena. Bwana Yesu asifiwe. Sema itakuwa ni ishara. Sasa tunapokuja sisi katika agano jipya, ile ndio inakuja kujifunua tena kwa Yesu Kristo mwenyewe. Pale anapokuwa msalabani, anasema kupitia huu msalaba, kupitia hii picha kilichokuwa pale msalabani, sitapiga tena, maana hukumu yote ya ulimwengu ilikuwa pale. Kama gharika ilivyokuja, huyu Nuhu anatoka kwenye gharika, ambayo ile gharika ilikuwa inaashiria hukumu ya Mungu juu ya uso wa dunia. Sasa baada ya hapo sasa unaona kitu gani kinachotendeka? Kinachotendeka, unaona Mungu anaapa, sitapiga tena, sitarani tena, nchi mpo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni mazingira ambayo tunajaribu kuyatazama kwa siri ya namna hii. Tunaposoma hicho kitabu ambacho tumekwisha kusema cha mambo ya Walawi, tuanze ile sura ya kwanza ile. Mambo ya Walawi sura ya kwanza. Anasema kitu fulani hivi. Mambo ya Walawi sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mstari wa 17 hivi. Lakini tutakuwa tunasoma kwa pengine. Anasema hivi: Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia, nena na wana wa Israeli uambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng'ombe na katika kondoo. Unaona hapa Mungu pia anajaribu kuendelea kutoa maelekezo. Haya maelekezo yapati huko kwa kinabii. Haya maelekezo yapati ni kama vile amefichika. Kama tunazungumza habari ya Nuhu, hiyo ndio kitu ambacho kinatuonyesha bado ijapokuwa kweli kilikuwa kimefichika, lakini ndivyo Mungu ndivyo alivyokuwa amekushawaagiza watoe stage ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu, ataleta mlangoni pa hema ya kukutania, ili akubaliwe mbele ya Bwana. Kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, naye itakubaliwa kwa ajili yake, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Naye atamchinja huyo ng'ombe mbele ya Bwana. Kisha wana wa Haruni hao makuhani wataileta karibu hiyo damu na kuinyunyiza damu yake kando kando katika madhabahu iliyo hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha atachukua sadaka ya kuteketezwa na kuikata vipande vyake. Kisha wana wa Haruni kuhani watatia moto juu ya madhabahu na kuzipanga kuni juu ya moto. Kisha wana wa Haruni makuhani watavipanga vile vipande vya nyama, kichwa chake na mafuta yake juu ya kuni zilizo juu ya moto uliopo juu ya madhabahu. Lakini matumbo yake na miguu yake ataiosha kwa maji, na huyo kuhani atateketeza vyote juu ya madhabahu, ili iwe sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusogezwa kwa ajili ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona chochote tunachoendelea kukitazama huko kwamba hawa watu walipokuwa wakitoa sadaka ambazo tayari Mungu amekwisha kumpatia mtumishi wake maelekezo Musa kwamba miongoni mwa sadaka mtaweza kwenda kutoa, mtatoa sadaka zilizo ambazo hazina doa, ambazo hazina nini, yani ni sadaka ambazo zilikuwa na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Miongoni mwa hizo sadaka ni nini? Ni ng'ombe, kondoo, mbuzi. Miongoni mwa hizo sasa ndizo nasema mtanitolea mimi. Sasa hiki ndio kimeanzia huko, tumeshasema kimeanzia huko kwa Adamu, kikatembea mpaka wakina Nuhu tunawaona
wanakuja wakina Ibrahimu hivyo hivyo. Sasa tunapokuja kwa Ibrahimu ndipo tunaona kama vile chale fulani nataka kubadilika. Mungu anataka vile achomoka kwenye kwa nini? Anasogeza kama vile atachomoka kwa mnyama, anamtaka mwanadamu. Na ile Isaka pia ni picha kamili ya kuonyesha kwamba mwanadamu ilikuwa ni halali yake kufa. Kama jinsi ilivyokuwa pale mwanzo Adamu alivyokuwa ametenda dhambi, ilikuwa ni halali yake kufa. Lakini badala ya kufa naona anakufa mbadala wake ambaye ni mnyama. Hivyo na Isaka hivyo ndio anavyokuja na kwamba Mungu anamtaka Isaka. Lakini naona badala ya Isaka, badala ya kufa, unapata mbadala ambaye anaitwa nini? Mnyama. Na hiyo mnyama anabeba nini? Mnyama anabeba picha ya Kristo, mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mazingira ambayo tunaenda kuyatazama kwa staili ya namna hiyo, ambayo kwamba kwa Agano la Kale au vitabu vyote vya Musa vinapokuwa vinazungumza kitu cha namna hiyo, vinazungumza picha kamili ya Kristo. Vinapozungumza sadaka kuteketezwa ili mwakisha nani? Ili mwakisha Kristo, lakini katika hali ya maficho sana, katika hali ya kufichika, kwa hali ya ndani sana. Sasa tunapopata hilo jicho au tunapopata hiyo neema ya kuelewa, ndio inatupatia picha kamili kwa sisi jinsi tulivyofanyika mbele za Baba. Kwa sababu gani? Hivyo hao watu wa Agano la Kale hao, jinsi ambao wale walioitwa wenye haki walipata hivyo kwenda mbele za Mungu, walitakiwa pawepo na mbadala ambaye ni mnyama. Hivyo na sisi hivyo kitu anapokuja sisi kwetu, tunaona anakuja kuwa mbadala wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anachomoka kule sasa kwenye mnyama, anakuja kuwa ni mwanadamu, ambaye mwanadamu alitabiriwa huko zamani, ambayo tumekwisha kuzungumza kwamba uzao mwanamke. Sasa anapokuja huko anakuja kujifunua, ndio tunakuona katika Yohana ile 1:14 anasema naye neno akakaa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 1:14 anasema hivi. Yohana 1:14 anasema kitu fulani hapa. Anasema hivi: neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ambapo huyu ndio ambaye tangu mwanzo anaanza kutembea kule, ambaye ndio huyo neno, ndio huyo mtu wa uzima, ndio huyo mzao mwanamke, ndio huyo mnyama, huyo ndio anakuja kuwa kwenye safina, huyo ndio anakuja huko kwa anaamua kusikui kwetu kuja kujifunua, ambaye ni neno sasa, ambao kule kwa tulikuwa tunamtazama kama mnyama ambaye asimama mbadala wa mwanadamu, asimama mbadala badala yako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni vitu vya namna hii ambavyo kwamba tunapoendelea kutazama kitu cha namna hii katika mazingira ya namna hii, hiyo ndio inatupa picha kamili ya sadaka kuteketezwa. Na watu walipokuwa wakitoa sadaka za kuteketezwa, hakika mbele za Mungu walikuwa wanaonekana sawa, hawana hatia tena. Akisema ile sadaka ambayo ni sadaka ya hiari kwanza, kama Kristo mwenyewe alivyojitoa mwenyewe kwa hiari yake, alipokuwa akitoa ile sadaka, akishamaliza kutoa sadaka tu mbele za Mungu, ile dhambi zote na makosa yote yanaenda kwa ile sadaka. Mbele za Mungu anaonekana ni mtu ambaye hana doa. Mbele za Mungu anaonekana ni mtu ambaye hana wa lolote. Kama jinsi alivyokwisha kuambia kwamba mnapoleta hayo sadaka zenu za kuteketezwa, hakikisha huyo ng'ombe, huyo mbuzi, huyo kondoo asiwe na doa lolote, asiwe na wa lolote. Anapozungumza doa manake asiwe ni mnyama ambaye ni kilema, asiwe ni mnyama ambaye ambaye hajakamilika, awe ni kwamba ni amekamilika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ya mama mtoto tulienda mpaka wa Maraki anazungumza, nyie mtoapo sadaka zenu vilema, vipofu, hebu mtolee kadhi wako, mtolee diwani wako, ni kama ataweza kukubaliana na vitu vya namna hii. Kwa hiyo naona kama ni vitu ambavyo Mungu alikwisha kataa kwamba tunapotoa sadaka za kuteketezwa ziwe katika mfumo fulani, na ile sadaka ikishatolewa kwa mfumo fulani, hiyo ndio ilikuwa ni kibali sasa sisi kwetu mbele za Baba. Amen. Kwa hiyo naona hao watu walitembea kwa siri ya namna hii, wakatembea kwa mazingira ya namna hii, wakahesabiwa haki, wakaishi maisha yao vizuri. Kwa sababu kwa sababu ya sadaka ya mbadala. Kwa sababu sisi hakuna namna yoyote ile ambayo tungeweza tukafanya sisi tukampendeza Mungu. Haikuwepo tena. Baada ya Adamu kupoteza nafasi yake, haikuwepo tena nafasi.
Kwa kama iko hapo, basi ndio tumechosema kwamba hastahili mwanadamu afe, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu juu ya mwanadamu akasema nitatengeneza mazingira. Na hivyo inatupa picha kamili hata kwa Adamu. Tunaporudi kwa Adamu, hayo ndio mazingira, kwamba nilikuwa najaribu kutafakari kwamba kumbe hata Adamu baada ya kuwa Mungu amemwambia wale wanyama wamepita wa mwituni wa kufugwa, Adamu alikuwa na wanyama wa kutosha pale katika yale mazingira hapo. Alikuwa na wanyama wa kufugwa, alikuwa nao wa kutosha. Kwa hata alipokuwa anafundisha kile kizazi kinakuja, pia ni watu walikuwa wanaona. Maanake anajaribu kuingiza ni kitu ambacho tayari kiko kwenye mfumo tayari Mungu amekwisha kuingiza. Lakini kwa Adamu huoni kama vile alitoa sadaka, huoni kabisa. Lakini kusema kweli, huyu Adamu alikuwa na mifugo, alikuwa anafuga. Kwa sababu gani? Hiki kwa Habili amekichomoa kwa baba yake. Tunapokuja kwa Habili kwa Seti, kwa sasa Habili anapochomoka, tunaona Seti anapochomoka kule. Huko anasema kwamba nipoanza kuliitia jina la Bwana. Seti hayo mazingira yanapata kwa baba yake. Kwa maana kitu kilikuwepo, ijapokuwa ndani kule kimefichika kwa undani sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaposoma hizi habari za kina Musa katika Matendo katika kitabu cha Mambo ya Walawi, inatupa picha kamili ya yale mambo ambayo walitembea nayo hao watu. Ijapokuwa katika hali ya kufichika kwa kiwango cha hali juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunazungumza habari ya Nuhu, tukisoma ile Mwanzo 8 anazungumza kitu fulani hapo. Mwanzo 8. Kitabu cha Mwanzo 8 anasema kitu fulani hapo. Kuanzia ule mstari wa 20 na 22 anasema hivi. 20 na 22. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitalaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu jana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, Mungu mwenyewe anajaribu kutamka kwa kinywa chake, kwa hii sadaka niliyotoa, hakika sitafanya kitu tena. Bwana Yesu asifiwe. Na hiki ndio kinakuja kutoka kwa Yesu Kristo. Hapa ndipo tunapotazama tena Kristo hapa. Kwamba Kristo anapoenda msalabani tu, Mungu anasema hakika sitahukumu tena dunia, hukumu yangu tena iko. Kwa sababu gharika ya Nuhu ilikuwa ni hukumu ya ulimwengu. Mungu alikuwa amewateketeza ulimwengu. Yaani ukiangalia anapozungumza kabla hajasema mstari unaofuata bado, anasema hivi, akachukia akasema sasa mwisho wa kila kitu chenye mwili kimefika mwisho. Alafu hapo unaona kama vile anachomoka kwa kusema Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kwa maana jamaa alikuwa ameamua kuteketeza kabisa. Alikuwa ameamua kabisa kufutilia mbali. Lakini tunaona anachomoka mtu mmoja tu, anachomoka tu. Kwa namna gani? Hiyo ndio bado kulingana na mazingira ya Mungu, ambao bado tumekwisha kusema, ambao walikuwa wapo kwa ajili ya kuendeleza ule mnyama mpaka Kristo aje, amekwisha kuandaa. Na kwa sababu kisha kuona, naona kwamba amekwisha kusema anateketeza, lakini ndani ya moyo wake anasema watu fulani wakapata nani? Bwana Yesu asifiwe. Na Nuhu anapochomoka kule, tunaona ndio mazingira namna hayo ya kwamba kupitia sadaka ya Nuhu ni Mungu anasema sitafanya kitu cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaendelea kuona kwamba ile Mwanzo 9 ile 15-17 kuna kitu pia hapa akizungumza. Mwanzo 9:15-17 anasema kitu fulani hapo. Sema hivi, nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili.
Sasa baba anapozungumza maji maana yake ni hukumu. Pale gharika ilikuwa inawakilisha hukumu juu ya ulimwengu. Asema basi huo upinde utakuwa winguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano langu, agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Nini? Upinde. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baada ya Mungu kuwa ameridhika, ameridhiwa na ile sadaka, unasikia Mungu mwenyewe anaamua kusema, anatamka, sintaua tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio ni picha tunayoiona kwamba sisi baada ya Kristo kuwa amekuja duniani, baada ya kuwa Kristo amekuja huku duniani akaenda pale msalabani, upinde ule ulikuwa na wakilisho, ilikuwa ni picha ya msalaba wa Kristo. Sasa akiwa pale msalabani anasema sitapiga tena. Ghadhabu yangu na hukumu yangu iko juu ya huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile wanyama ambao walikuwa wanachukua nafasi kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu yote ambaye alitakiwa kwenda mbele za Mungu, labda alitakiwa weke mbadala. Ili ule mbadala sasa ndio unampatia nafasi wa kuweka ule uovu wake wote juu ya mnyama. Na akishaweka uovu wake wote akaendelea akaweka mikono yake juu ya ule mnyama, basi tia. Yote kwa nini? Ni picha ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hapo katika kitabu cha Mwanzo tunapoenda tena katika mstari wa 22, sura ya 22, kuna vitu kadha wakati nataka tukiangalia tutembee huko mbele. 22:13 anasema hivi. 22:13 anasema hivi. 22:13 anasema hivi. Ibrahim akainua macho yake, akaangalia na tazama kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahim akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanao. Kwa tunaona sadaka ya kuteketezwa ambayo anaanza kuzungumzia katika mambo ya Walawi ilikuwa ni badala ya. Kwa hiyo sadaka ilikuwa inasimama badala ya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maana yake Isaka alitakiwa kufa, lakini badala ya Isaka palitokea mnyama. Mnyama ni nani? Mnyama ambaye ni Kristo, ambaye ndiye amefichika huko, ambaye kama jinsi ilivyokuwa kwetu kwamba mbadala wetu lazima atokee, ambaye ni nani? Ambaye ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mazingira namna hiyo ambayo tunapoenda kuzungumza habari ya sadaka ya kuteketezwa, tunapozungumza habari ya sadaka ya namna ambavyo Mungu anampatia Musa maelekezo ambavyo inavyowapasa kusogea mbele za Baba, ni mazingira ya namna hiyo. Na hii sadaka ya kuteketezwa yalikuwepo mambo muhimu ambayo yalitakiwa yazingatiwe katika hiyo sadaka ya kuteketezwa. Jambo la kwanza ilikuwa iwe ni hiari ya mwenyewe, yani sadaka ambayo inatoka ndani ya hiari yake mwenyewe ndani, sio ya kulazimishwa, sio kufanya hiyo sadaka kuteketezwa. Ule mambo ya Walawi ambayo tumesoma, ule mstari wa 3 anasema hivi. Mambo ya Walawi tulisoma hiyo sura ya kwanza mstari wa 3 anasema hivi. Matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu, ataleta mlangoni pa hema ya kutania, ili akubaliwe mbele ya Bwana. Nani anakubaliwa? Sio ng'ombe anakubaliwa, ni huyo ambaye mtoaji wa sadaka ya ng'ombe, sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo akitendo cha kutoa huyu yale anakubaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sadaka gani? Sadaka ya hiari mwenyewe kwanza ndani mwake. Maana hiyo ndio sadaka ambayo ilikuwa inafanya hawa watu wapate kubalika mbele za Baba. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yalikuwa yanawatengenezea hawa watu mazingira. Hii ni
sadaka ambayo ilikuwa inaonyesha sasa kwamba huyu mwanadamu sasa ana ushirika na Mungu. Sasa kitendo cha kutoa sadaka tu, huyu mtu anarudi kwenye nafasi ambayo ya ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ndicho ambacho tunakiona baada ya Yesu kuja duniani. Ile Mathayo 3:17 anasema kitu fulani hapa. Mathayo 3:17 anasema kitu fulani hapa. Mathayo 3:17 anasema hivi. 3:17 anasema natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa baada hii ni sadaka ambayo mtu baada ya kuwa ametoa ile sadaka, maanake sadaka ilikuwa inapendeza mbele za Baba. Maanake mpaka Mungu mwenyewe anairidhia sasa. Kwa sababu baada ya kutoa ile sadaka, huyu mwanadamu sasa tayari sasa pia anaucha ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Kama jinsi Yesu alivyokuja duniani, anasema sauti ikatoka, asema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Lakini kipindi kile alikuwa ni mnyama, sadaka kuteketezwa. Anatolewa katika mfumo huo. Anapotolewa, Mungu anapoiridhia, Mungu anapoikubali, huyu mtu anachoshirika katika Mungu. Ndivyo ilivyo Yesu mwenyewe hapo. Hiyo sauti inapokuwa kwamba huyu ndiye mwanangu ninayependezwa naye. Huyo ndiye anakuwa kipatanishi sisi kati yetu na Mungu. Hivyo na wale wanyama walikuwa wanatolewa sadaka kuteketezwa, kilikuwa ni kipatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa sababu kuna njia nyingine yoyote ile ya kupatanishwa isipokuwa mpaka sadaka kuteketezwa. Kwa hiyo sadaka ishatolewa tu kila kwa kipatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii ni sadaka ambayo ilikuwa inapendeza mbele za Mungu kama tumesha kusema. Lakini pia tunapoona katika tuliofunga kama sadaka ya hiari, Yohana 10:18 kuna kitu fulani pia anaweza kuzungumza. Yohana 10:18 anasema nini? Yohana 10:18 anasema hivi. Anasema hivi, hakuna mtu aniondoleaye bali mimi nautoa uhai nautoa mwenyewe. Hakuna mtu aniondoleaye bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kutoa, ninao uwezo wa kuutoa tena. Asema agizo hilo na nilipokea kwa Baba yangu. Maana tunaona hii sadaka ya hiari mwenyewe Kristo, kama jinsi ilivyokuwa sadaka kuteketezwa, ilikuwa sadaka ya hiari. Ilikuwa na washirikani, ilikuwa na mwakilishi, ilikuwa na masilishi, ilikuwa ni mfano wa Kristo kuja kwa Kristo. Maana jinsi atakavyojitoa mwenyewe kwa hiari yake mwenyewe. Wala kulazimishwa. Ni yeye mwenyewe ndani ya moyo wake asema, nimejitoa mimi mwenyewe. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya ulimwengu. Nimekuwa mbadala mimi mwenyewe kwa ajili gani? Kwa ajili ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo na sadaka kuteketezwa ilivyokuwa inatolewa, kwa huyu mtu anatoa sadaka hiyo kwa hiari yake mwenyewe. Hivyo ndio tunaona picha inakuja kwa Kristo. Sadaka kuteketezwa. Lakini pia tunajaribu kuiona tena hiyo sadaka hiyo ya kuteketezwa kama hiari ya mtu ambaye alikuwa nayo kwa ajili ya kutoa sadaka. Yohana 5:26 anasema nini? Anasema kitu fulani hapa. Anasema hivi. Yohana 5:26 anasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Nini maana ya uzima? Maana yake ni ulikuwa ni uhai. Huyu mtiari mwana amepewa uzima, amepewa uhai. Kama sadaka ya kuteketezwa ilivyokuwa na uzima ndani mwake, ilikuwa na uhai. Sasa ule uzima ambao ulikuwa unasimama badala ya uhai wa mtu mwingine, ule uzima wa sadaka ya kuteketezwa ulikuwa unasimama badala ya uzima wa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kitendo cha kutoa tu, inasimama badala ya. Na kwa mazingira namna hiyo, ndipo tunapoona watu sasa. Hayo ndio maisha yaliyoweza kuwapatanisha na Mungu. Sadaka kuteketezwa. Kama ambavyo tumezungumza sana habari ya sadaka kuteketezwa, kwamba hiyo sadaka ilikuwa inaonyesha vitu kadha wa kadha.
ilikuwa inawekwa juu ya madhabahu. Ndani ya madhabahu ilikuwepo kuni, zilikuwepo moto, vile vyote vina tafsiri yake ndani huko, ambayo tumekwisha kuviona kwa mapana yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda huko hauoni. Atanua mwenyewe, atanua ambaye tunaona kwamba Mungu anaweza kuzungumza. Hicho kitu ukioni kwamba Nuhu aliweka kuni, haoni. Lakini tunaviona huku kwa Musa. Hii ndio inatuonyesha kwamba watu ndio maisha ambayo Mungu aliwapatia maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika sadaka ya kuteketeza tumezungumza kwamba kwa jambo la muhimu miongoni mwa kwa mambo ambayo yalikuwa ni lazima, hiyo sadaka itolewe kwa hiari yake mtu mwenyewe. Lakini pia njia ya sadaka hiyo palikuwa jambo jingine ambalo ni kuweka mikono juu ya ile sadaka. Nini maana yake? Maana yake ile sadaka ni kwamba ni kuashiria nini? Kwamba sasa ni kuweka uovu, kwamba inabeba madhaifu ya mtu mwenyewe. Kwa kitendo cha kuweka mikono juu ya ile sadaka ya kuteketezwa, maana yake vitu vilikuwa vinahama, inaelekea huko. Kwa unaona watu wa Agano la Kale sasa, kitu ambacho walikuwa wanakifanya tuko tofauti kidogo nao. Kwa sababu gani? Wenyewe ilikuwa ni kama mambo ya kimwili, kama vinaenda kimwili zaidi, lakini sio kimwili, vina maelekezo yake, lakini kama kimwili tu. Akishatoa sadaka basi amemaliza. Akishaweka ile mikono yake akaweka kwamba jamani, sadaka ndio sadaka yangu ya kuteketezwa, akaweka tayari, amemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa amehesabiwa tu moja kwa moja. Lakini pia ndio picha ambayo inakuja sisi kwetu kwa Kristo. Kitendo cha sadaka kuteketezwa, kuwekewa ile maovu ya yule mtu wa sadaka. Hivyo ndio tunaiona sisi hata kwa Kristo mwenyewe. Anasema yeye ndiye alifanyika kwa dhambi kwa ajili yetu. Asiyekuwa na dhambi alifanyika kuwa mwenye dhambi. Maana nini? Amebeba dhambi zetu, yeye mwenyewe amezibeba mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma katika Isaya 53, nabii Isaya anajaribu kutabiri hicho kitu mwenyewe. Anasema kitu fulani hivi. 53 mstari wa 3 na hadi wa 4 anasema hivi. Isaya 53 mstari wa 3 hadi wa 4 anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa unaona ni mazingira ambayo sadaka kuteketezwa jinsi ilivyokuwa. Kwa baada ya Yesu mwenyewe kuwa amebeba dhambi zetu, unaona ndio anaenda anapelekwa msalabani, anapelekwa kusulubiwa, anapelekwa kudhiakiwa, anapelekwa kufanywa kila aina yoyote ambayo wewe unatakiwa uwe nayo ije kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kile kipigo ambacho unakiona Yesu kilimfikia, hicho kipigo kilibidikiwe juu yako. Ile dhihaka ambayo ilikuwa juu ya Kristo ilikuwa ni halali yako. Lakini badala yako pakawepo mbadala wako, anaitwa Kristo. Zamani alikuwa anaitwa sadaka ya kuteketezwa, alikuwa ni mnyama. Kwa hiyo ambavyo tunapopiga picha tu, hivyo ndio vinakuonyesha kwamba hata mimi nitakiwa niwe katika mazingira namna hii. Sasa hii ndio inakuonyesha upendo wa Mungu juu yako. Ya kwamba wewe utakiwa usulubiwe, utakiwa upigwe, utakiwa udhiakiwe kwa kiwango cha hali ya juu sana. Lakini baada kabla ya yeye Mungu anamwamna akaweka Mungu. Na hizo kama imeanzia kwa Adamu. Adamu mwenyewe ndiye atakiwa afe. Kwa Mungu anaanza kutembea, anatembea. Anaona namna gani ya kuweza kumnasua huyu mwanadamu. Anatembea mpaka Kristo anazaliwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika Wakorintho tumeshazungumza, Wakorintho wa pili 5:21 inazungumzia hivyo kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa mwenye dhambi. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili yangu na wewe, ili tupate kuhesabiwa mwenye haki. Vile kama sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya kuteketezwa, yule mnyama hakujua dhambi. Yule ng'ombe hakujua dhambi, kondoo hakujua dhambi. Anachukua dhambi za mtu mwingine ili huyo apate kuhesabiwa haki. Kwa sababu yule mnyama alikuwa ni msafi, yule mnyama alikuwa ni mkamilifu. Mungu ameshamwambia Musa,
Miongoni mwa wanyama tukaenda kumtolea ni hawa na hawa, lakini wawe wakamilifu, wawe ni wasafi. Kwa unaona, huyu mkamilifu, mnyama mkamilifu anakuja kubeba dhambi za mtu mwingine, anabeba mashutumu ya mtu mwingine. Maana wewe unachukua ukamilifu wa yule mnyama na unatembea nao, unachukua ule usafi wa yule mnyama na unatembea nao. Kama hivyo Kristo alivyokuwa mkamilifu mbele za Mungu, kama hivyo Kristo ambaye alikuwa ni msafi mbele za Mungu, ambapo wewe ulivyokuwa ni mwenye dhambi mbele za Mungu. Yule alikuwa ni msafi mbele za Mungu, wewe ulikuwa ni mwenye dhambi mbele za Mungu. Mnyama alikuwa hana doa, ni mkamilifu. Wewe ulikuwa sio mkamilifu, yule mwanadamu yule Agano la Kale. Kwa nini walivyokuwa kitoza ile namna hiyo? Yeye ilikuwa ni mazingira tu kwa kuona badilishana. Mnyama anabeba dhambi, huyu anabeba ukamilifu wa huyo mnyama. Vile vile tu kama sasa Agano Jipya ambapo Yesu alivyokuja akabeba, ambaye ni mkamilifu, ambaye ni msafi. Sisi ambao sio wasafi, sisi ambao sio wakamilifu, tunabeba ukamilifu wa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika tunaposoma katika Petro wa kwanza sura ya 2:24 anasema kitu fulani hapo. Nafikiri tuisome. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24 anasema hivi. Anasema yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mlipona. Hiyo haki ni ya nani? Haki haikuwa ya kwetu, ilikuwa ni ya kwake. Kwa hiyo naona sisi tunabadilishana, yeye anachukua dhambi zetu, sisi tunachukua haki yake. Vile vile kama sadaka ya kuteketezwa jinsi ilivyokuwa inafanyika. Hayo ndio maagizo ambazo Mungu alimpatia Musa. Kwa miongoni mwa sadaka ambazo watu wanapotaka kunikaribia mimi, lazima pawepo na vitu kadha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hiyo ni Warumi 5:11, hata tusipoweza kuisoma. Kwa hiyo ni mazingira namna hiyo kwamba baada ya kuwa wameweka mikono yao juu ya ile sadaka ya kuteketezwa, moja kwa moja uovu wao uliambo kaenda kwenye ile sadaka. Wenyewe wakaingia kwenye ukamilifu, wakaingia kwenye hali ya usafi. Vile vile hata hivyo Yesu Kristo alivyokuja akabeba dhambi yetu, hivyo hivyo tukabeba haki yake, tukabeba usafi wake. Yeye akaingia kwenye dhambi yetu, sisi tukaingia kwenye haki yake na usafi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo lazima tunapokuwa tukiishi huku duniani tuvitambue, na hivyo ndio vinakupa ujasiri sasa. Hivi vitu ni vitu vilivyowapatia ujasiri Agano la Kale, wala hakuna kitu kingine. Hivi tu watu walikuwa wanatambua kabisa kwamba hapa kwa sababu nimeshatoa mnyama hapa sasa, mimi mbele za Mungu mimi ni mkamilifu. Anajijua kabisa kwamba ni mkamilifu. Kwa kama sisi tumekwisha kumwamini Kristo sasa, tumekwisha kumwamini Kristo, tuamini kabisa kwamba sisi ndani mwetu ni wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinawapatia ujasiri. Lakini tunashangaa sisi ile Agano la Kale ambao tunasema sisi ni agano ambalo ni bora zaidi. Sisi ndio bado tumejaa dukuduku na wasiwasi. Wenzetu kule hawakuwa na wasiwasi. Yaani wakishatoa wametoa, wamemaliza kabisa. Wanajiona wako sawa, wanajiona wako kamilifu kabisa. Sisi shida inatoka wapi? Ambapo hiyo kondoo wetu, ng'ombe wetu tayari, kama ni ng'ombe, kama ni mzee ameshatolewa tayari, ameshabeba dhambi zetu tayari. Kitendo cha kumwamini tu tumemtwika tena tayari. Na yeye ametutwika tena haki yake na ukamilifu wake na usafi wake. Sasa haya ni mazingira ambayo lazima tuyatazame na kuyaelewa. Lakini hapa ndiko huko kwenye mambo ya wao ndiko tunakojaribu kupata pia maelekezo ambayo Mungu alijaribu kumpatia Musa. Anaposimika makuhani, anapomweka Haruni na uzao wake kuwa makuhani wa hema
la kutania. Anazungumza mpaka vyombo vya ndani, vile vyombo vya ndani, anasema baada ya kwamba vitakasa, na mtu yote akigusa kile chombo, yule mtu ametakasika, amekuwa msafi. Sasa Yesu Kristo yeye kwetu ni chombo kisafi, kitakatifu. Kwa kitendo cha kumgusa tu Kristo tu hivi tayari sisi tumetakasika. Sisi tumepokea kwa yeye, tunamgusaje? Kwa njia ya imani, kwa kumwamini. Tukishamwamini tumekuwa takatifu, tumetakasika. Bwana asifiwe. Maana tunatembea na utakatifu wa Kristo, tunatembea na haki ya Kristo. Bwana asifiwe. Ndio ngara jaribu kutafakari kitu cha ajabu sana. Kama tukishajitambua kwa mazingira namna hiyo, kwamba sisi sasa ni vyombo ambavyo ni vitakatifu, ni vyombo vitakatifu vilivyojaa utakatifu wa Mungu, kwa sababu tumegusa kile chombo ambacho kitakatifu kwa njia ya imani, basi tuna kila sababu sasa na sisi hivyo hivyo, na ndio maana tumepewa neno la upatanisho. Yaani ifike sehemu kwamba hata tunapotembea katika mazingira yetu ya huku duniani, tujiamini kwamba mtu yeyote hata kama ana shida, la msingi ameamini, akigusa wewe, akikugusa wewe tu, anaondoka na utakatifu ambao uko kwako. Kama ni uponyaji, anaondoka nao. Kwa sababu hii kitu ambacho tayari kiko ndani mwako. Maana umejaa vitu vyote vya Kristo ndani mwako. Pesa tosi. Jioni pale nyumbani wakawa wameleta, kuna kijana mmoja alikuwa na jana. Alikuwa anatembea sio kawaida. Alafu ghafla akasikia nguvu inaisha tu, anadondoka. Sasa bwana jirani yangu kanipigia simu. Sema kwa nyumbani, sema niko nyumbani. Sema toka nje, natoka nje kukuta kijana anamburuza hiyo kikuta hiyo. Sema shida gani? Sema huyu anaishiwa nguvu. Kwa hiyo tunahitaji maombi. Kaambia shida sio kuomba. Kama tumeshakutana eti yani mtu amepona. Sasa ninapowaambia mwachie, eti anajifanya anadondoka. Sema wewe simama bwana, acha matani. Ukimwachia anajifanya eti anadondoka. Basi ikabidi hivyo hivyo wakamburuza mpaka pale kwa kwamba amekaa anajilaza. Sasa bwana wewe simama. Sema mtumishi, bwana mimi naumwa sana, nienda nguvu sina. Kwa hiyo kama simama wewe, sikiza maelekezo. Hapa ni maelekezo. Yule aliyemleta sema omba bwana. Sasa hapa sio shida kuomba. Shida ashafika hapa, amepona. Ghafla sema bwana mimi nataka kwenda haja. Kwa hiyo amka sasa. Sasa nahitaji mtu akunipeleka, sema hamna. Umeshasema unataka kwenda, simama ili uanguke mama. Ili uanguke ndio kwamba kweli umeanguka. Hapa alipomshamba sema siwezi kuanguka. Sasa kama huwezi kuanguka unataka mkono wa nini sasa? Ukamata wewe upelekwa nini? Akasema, sema sasa nishike basi mkono, sema hata na mkono sikushiki. Wewe ndio hapa nikuonyeshe tu uingie huko. Akasimama hivi anatetemeka, anajifanya mtetemeka, kaenda akamuonyesha huko, akaingia huko, nikatoka ili kukutana na wale tunaenda kuongea. Anatoka hivyo hivyo pole pole, mwenyewe anajileta mwenyewe mpaka nje. Lakini baada ya hapo kana kutafakari. Leo kunafikia sehemu nyingine, kuna vitu vinakuwa kama maigizo fulani. Yaani mpaka mmoja alinipeleka mbali. Kasema kuna watu wengine wanahitaji hata fimbo. Yaani ukimtandika fimbo zako 2, fimbo 3, yeye atachomoka kabisa speed. Na maumivu atakuwa nayo tena. Maana ya maombi. Maana ya maombi. Sasa kuna vitu vinakuwa kama vile vitu vya maigizo. Wewe mtu umeshaambiwa simama, ninalegea. Simama, nalegea. Alafu ghafla unasema bwana sikia bwana kumbe nilivurugika, nataka niende awali. Sasa nenda sasa, nishike mkono, sema mkono sikushike, wewe nenda mwenyewe. Imekuwa kwaje mpaka unapata mgosa? Kwanza siwezi kuanguka. Sasa kama siwezi kuanguka, nataka mkono wa nini? Nenda huko. Hapa natoka na kuteremka kwenye ngazi pale nyuma kama nataka kujiangusha hivi. Kijua watu kumbe mwanangu ni fimbo. Akipata fimbo zake 2, 3 anaondoka speed. Na uponyaji hapo bwana sasa possible. Kwa nini lazima kitu cha namna hii? Tufike sehemu ambapo huyu ambaye tunasema yeye amebeba dhambi zetu, tumebeba utakatifu wake. Tujitambue. Sasa wale watu kama nikaona kama vile mzaa.
kama mzaa. Sema wewe simama bwana, uondoke wewe nyumbani kwenu. Sasa ile message tumpeleke hospitali. Sina nini na nini. Kabla hajasema wewe jamaa sema tumbo likuguka. Kama tumbo sasa ingia huko ndani peke yako. Anashuka kwa akaenda anatembea akarudi anatembea. Maana sasa bosi. Kwa tuna mazingira ambayo sisi ambao tayari tumeshajitambua katika mfumo wa namna hii. Tuelewe vitu vya muhimu sana. Muda mwingine sio vitu ambavyo kama ni vya kuomba. Tumejitambua sisi ni watakatifu, sisi ni vyombo vitakatifu. Tumegusa chombo ambacho ni kitakatifu ndani ya nyumba, katika hema la kukutania, katika hekalu. Vile vyombo ambavyo tumekishagusa vile vyombo vitakatifu na umekuwa mtakatifu. Chombo chetu ni Kristo, chombo ni Kristo. Kwa kama tumemgusa kwa njia ya imani ya kumwamini, sisi ni vyombo ambavyo tayari tumekuwa vitakatifu. Kwa maana unachokisema tunasema uzima. Ukiongea tunaongea uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ni mazingira namna hiyo. Watumishi. Kwa nini inatufundisha nini? Inatufundisha katika mazingira ambayo wao watu wa Agano la Kale walipomaliza kutoa zile sadaka zao za kuteketezwa, hawakuwa na hofu tena ndani ya mioyo yao. Walikuwa ni majasiri kwamba hapa tayari biashara yetu imeisha. Lakini sisi tumemwamini na tumefanyaje, lakini bado ni hofu, ni mashaka. Hapo ndio nataka waanze kutenda kuita tena utakaso wetu, jitakase. Wapi na wapi? Tio kwamba kitendo cha kukuza kile chombo umetakasika tayari, ni msafi. Kwa maana utakatifu wako tayari ni automatically huko juu yako, unatembea nao. Sasa hiyo ndio mazingira ambayo lazima tutembee nayo tunapotazama kitu alivyofunuliwa kule na jinsi walivyotembea na huyo jinsi alivyokuwa anajifunua kwao. Ndivyo alivyotembea nao na watu ambao tunaona kama ni mashuhuri sana. Lakini tunasema kweli wenyewe sio mashuhuri, sisi ndio mashuhuri. Sasa angalia sisi ambao tunasema ni sisi mashuhuri, lakini mashuhuri wetu haupo. Hauonekani. Shida ni nini? Tumeingiza vitu vingi vya dunia baada ya kuingiza vitu vingi vya mbinguni. Hiyo ndio ugonjwa tulionao. Yaani watu walikuwa wanasikiliza kama mtu yani ameshawaambia bwana ukifanya hiki ndio. Na wanaamini kabisa. Hivyo wana wa Mungu lazima sisi tufike sehemu tuamini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mimi ni mtakatifu, kwamba mimi ni msafi, kwamba mimi ni mwenye haki kwa sababu ya huyu dunia. Kwa sababu ya utakatifu wa huyu, kwa sababu ya usafi wa huyu. Usafi wa ng'ombe, usafi wa kondoo ulimfanya huyu mtu mwenye dhambi awe msafi. Ng'ombe tu anamfanya awe msafi. Je, Yesu Kristo anakuwa jamani wa Mungu? Sadaka tu ya kuteketezwa tu, akishatoa sadaka hii ikaenda kule kachimbe kapelekwa kule, tayari jamaa anajihesabia viwango vya hali ya juu. Je, sisi wakina nani? Sisi ni zaidi. Ambayo katika Ibrania anasema hivi, sadaka za mbuzi na kondoo na mafahali ambayo asingeweza kuwafanya wale waabudu wapate kuabudu katika kweli. Je, sisi ambayo tumemwamini huyu Kristo wetu sasa nakoje? Sio damu ya mbuzi, sio damu ya kondoo, sio damu ya ng'ombe, ni damu ya mtu mwenye uhai. Amesema tumekombolewa si kwa vitu vya haribikavyo, si dhahabu wala sio fedha, bali ni damu kama damu ya mwana kondoo aliyesafa ambaye ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ni mazingira namna hiyo ambayo lazima tujitambue na tujielewe kabisa kwamba ni mazingira jinsi yalivyo. Lakini pia ndani ya sadaka kuteketezwa pale kwa kipengele kingine inapokelewa na nani? Na kuhani. Ile sadaka ikishatolewa inapokelewa. Maana yake kuhani ilikuwa ni mwakilisha Mungu huku duniani. Sasa sisi tayari kwani wetu yupo anaitwa Kristo tayari. Sadaka yake tayari imeshapokelewa. Sisi tayari. Lakini pia anasema ilichinjwa mbele ya Bwana. Tunaposoma ile Isaya ambayo tulikuwa tunaisoma Isaya mstari wa 10. Isaya mstari wa 10 anasema kitu hicho. Isaya mstari wa 10, mstari wa 3 mstari wa 10 anasema hivi. Anasema hivi. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha.
atakapomfanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Kwa hata tofauti tu na Yesu Kristo kwa ajili ya kwetu sisi wenyewe wanadamu, lakini pia bado yeye mwenyewe alijitoa kwa Baba, alijitoa kwa Bwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi ilivyokuwa sadaka ya kuteketezwa, hivyo hivyo. Yaani tofauti hii sadaka kama ilikuwa inabeba dhambi za mtu, lakini pia hii sadaka hii ilikuwa inachinjwa mbele za Bwana kwa ajili ya huyu mtu ambaye inachukua nafasi yake. Hivyo na Kristo hivyo hivyo. Tofauti na kuchukua dhambi zetu, lakini pia mwenyewe alijitoa sadaka mbele za Baba. Alijitoa sadaka mbele za Mungu wetu, ili tupate kukubalika, ili tupate kukubalika machoni pake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapotazama vitu hivi, ni vitu vya muhimu sana, kwa sababu hivi ndio vinatujengea sisi ujasiri, kujitambua kwamba Agano la Kale waliishije na sisi na vitu tuishi namna gani. Maana sisi lazima tunabidi tuende mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utendaji wetu lazima uwe mbele zaidi, mbele zaidi. Ufanyaji wetu wa kazi lazima uwe mbele zaidi. Kwa sababu gani? Tunaye ambaye anaishi ndani mwetu. Wale wanyama walikuwa waishi, wanatoa tu, akishatoa jamaa anatembea, wanaenda kama ametoa mnyama huko. Lakini kama ametoa mnyama tayari Mungu amekwisha kumjivia, sasa ameshamkubali. Sasa sisi ni zaidi, huyo ambaye alijitoa nafsi yake tayari anaishi kwetu, ndani mwetu. Tunapotembea tunatembea naye, tunaishi naye, na bado huyu mtu tuliye naye, huyu Yesu ambaye sadaka yetu ya kuteketezwa kwa Agano Jipya, yeye hana mipaka. Bwana asifiwe. Kipindi kile walikuwa na mipaka yao, manake ndani mwao walikuwa bado na kumbukumbu la dhambi, walikuwa na kumbukumbu la kutoa sadaka za kuteketezwa. Sisi hatuna hiyo kumbukumbu tena, tukishaamini tunaamini milele. Kwa maana bado ilikuwa inawaingiza tena sehemu fulani, inawekea mipaka. Yaani hapa anatembea, akifika mwezi wa 6, labda mwezi wa 6 au mwezi anaanza kukumbuka, kama ana ng'ombe, kama ana kondoo, kama ana mbuzi, nitapata wapi mnyama, nitapata wapi? Anaanza kujifikiria na kuaje. Lakini sisi agano hili hatuna agenda hiyo. Tukishamwamini tumeamini milele. Haleluya. Yaani kama ungekuwa ni makuhani wa huku akina Haruni huku duniani huku, manake manake kama ni kuchinja wanyama walichinja. Yaani tukichukulia kama ni Haruni sasa wa hapa sasa hivi, ambao wangekuwa wamechukua nafasi ya Yesu wa milele, manake ilikuwa inabidi achinje wanyama wasiokuwa na idadi, wasiokuwa na hesabu za kibinadamu. Sasa hiyo hesabu isiyokuwa na hesabu za kibinadamu izipata wapi? Kwa sababu neno milele halina hesabu za kibinadamu, neno milele. Na hiyo ndio sadaka zimechinjwa, sadaka ambazo hazina hesabu za kibinadamu. Hiyo ndio sadaka Yesu ametoa. Maana kama ni damu imemwagika vya kutosha kwenye madhabahu, yaani vya kutosha, yaani ungelitafuta huu mji wote umejaa damu kama hilo ziwa. Milele, yaani unasema neno milele ni idadi, ni namba ambazo hazina hesabu ya kibinadamu. Sasa hiyo nyama tutapata wapi? Sasa umebahatika kuwapata sasa. Unafikiri hii barabara yote ilikuwa imejaa damu, yote hii barabara yote imejaa damu. Hapa tuliko tumejaa damu. Hapa tulipokaa tumekaa kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ushafika point ya namna hiyo, inakufikirisha sasa, na kufikirisha wewe mwenyewe. Maana kinakuondoa kwenye umipaka. Kama hao walikuwa wanatoa sadaka zao za kuteketezwa, inakuondoa kwenye mipaka, inakufikirisha milele, kwamba sadaka tayari imeshachinjwa milele. Ni nani naye? Anaitwa Kristo wa milele. Kwa hiyo inakupa ujasiri ndani mwako, inakupa uhakika ndani mwako kwamba hakika tayari kila kitu kimekwisha.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndipo tunaporudi sasa kwamba utendaji wetu ni zaidi. Kwa sababu gani? Neno tu lenyewe, neno milele ambalo halina mipaka. Hao ndugu zetu au mababu zetu walikuwa na mipaka. Wanakumbuka habari ya dhambi, habari ya sadaka, wataweza kuondolewa na kupenda kupatanishwa. Sasa sisi hatuna tena. Sisi tumeshapatanishwa milele. Wewe ni wewe mwenyewe sasa kujitambua na kuingia huko kwenye kazi. Kujitambua tu na kumfurahia Kristo wako. Kujitambua na kuenjoy na furaha tele maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna vitu ambavyo vinahuzunisha ni hivi. Kuona sisi ambao tayari tunahesabiwa milele. Sadaka kuteketezwa yetu ni ya milele. Alafu bado wale watu ambao walikuwa wanawekwa mipaka ya siku, mipaka ya mwaka, mipaka ya miezi, nenda kile kipindi walikuwa na furaha ni furu kujiachia. Wewe ambao una milele bado unaishi maisha ambayo ni ya huzuni, ya masikitiko. Unaona kama vile mambo hayaendi. Shida ni nini? Ndio tunarudi pale fahamu. Shida ni fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukishafahamu, tukishaelewa, huo ndio mwanzo wa furaha yetu. Huo ndio mwanzo wa amani yetu. Huo ndio mwanzo kwa tumepatanishwa na Mungu wetu milele. Hatuangalii kwa tena kwa picha nyingine yoyote ile. Anasema aliridhika kumchukua. Isaya ya 53:10. Aliridhika. Sadaka yetu ikatolewa mbele zake akaridhika. Hukumu yetu ikawa juu yake. Sasa kama unajua kwamba juu yako hauna hukumu, kwa nini uanze kuishi maisha ya kusikitika na kusononeka? Inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndugu zangu, ni vitu vya muhimu ambavyo tunapoenda kutazama katika mazingira haya ya kwamba haya ndio mazingira ambayo yaliwafanya wenzetu Agano la Kale wakaishi maisha ya amani na ya furaha. Yaliwafanya wenzetu walioishi Agano la Kale wakaishi maisha ya ushindi pia. Walijiamini kwa sababu tena cha kufanya walijiamini na mambo yakasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi ni zaidi. Kwa sababu nishasema kwamba nyumba, utukufu wa nyumba wa mwisho utakuwa ni mkubwa sana kuliko utukufu wa nyumba ya kwanza. Na ile lazima tulitambue kwamba baada ya Yesu kuja, alihamisha makao, wana wa Mungu alihamisha makao. Aliondoka katika makao ya hema ya kutania, kwa sababu hema ya kutania linakuja kwa Suleimani na kwa hekalu la kudumu. Sasa Yesu anapokuja anachomoka kule. Kwa sababu unaposoma habari za Suleimani, anajaribu kuongea sema, mtu yote atakayekuja mahali hapa, Baba akikuelekea uso wake sasa kufanyaje? Na wewe toka mbinguni utasikia maombi yake nawe utamjibu. Sasa Yesu anapokuja, anachomoa haya mazingira kwenye hekalu na iliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, anakuja kwenye hekalu ambalo sio la mikono ya wanadamu, ambalo ndani ambayo ni wewe mwenyewe. Yaani maana yake baada ya kupeleka sadaka kule kutekelezwa kwenye hekalu la Suleimani, huko hatuingii tena. Tayari sadaka imeshatengenezwa ndani ya hekalu. Ndani mwako kwenye ile hekalu kuna madhabahu ndani mwako. Na huko ndipo amejilaza Kristo hapo kwenye sadaka. Hiyo kwenye madhabahu ndio iko pale mbele. Hapo ndipo alipokaa. Kwenye ile hekalu mweza kosi. Kwa sababu anasema amjue kwamba mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na Mungu ndiko anakofanya makao kwenye ile hekalu ambalo ndio mili yenu. Kwa ndani ya hekalu kuna madhabahu ambayo Kristo ndiko alikokaa huko. Kwa hiyo tukishatambua kwamba kitu anakaa ndani mwetu, na yeye ndio yuko juu ya madhabahu tayari kama sadaka ya kuteketezwa tayari, milele tayari, hamna sababu tena ya kuishi maisha ambayo ni ya huzuni na ya masikitiko, kwa sababu tumesamehewa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale watu walikuwa wanawekewa mipaka eti. Hilo Agano la Kale wamewekewa mipaka. Sisi hatuna mipaka tena, hatuna mipaka. Hiyo sadaka yetu tunatembea nayo. Kila
Kila tunakoenda inanena mema. Kila sehemu tunakoenda inanena mema. Inanena mema. Mahali kokote tunakoenda inanena mema, tunatembea nayo. Kwa maana imechomoka kwenye mahekalu huko. Imeingia kwenye hekalu ambalo sasa kutengenezwa na mikono ya wanadamu. Waebrania, kitabu cha Waebrania ile 9. Waebrania 9:11 anasema hivi. Waebrania 9:11 anasema, lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Akisha ingia mara moja. Sema nasema, yani baada akisha kufa afi tena. Waebrania 9:11. Yule ambaye akisha kufa afi tena. Maana kauli ya Yesu nasema, kauli ya Yesu ni sheria. Ninaona chukulia sasa kama mkuu wa nchi akisema tu usemi wa mkuu wa nchi tayari ni sheria. Akisema kuanzia leo Mwanza, jiji la Mwanza, kuanzia leo mnaanza kulala saa 2, mnakwambia mtalala saa 2. Tofauti ni vipondo. Na mtaingia tu ndani na mtalala. Mkuu wa nchi amesema. Akisema tu imekuwa imepita, ni kauli sheria. Kauli ya Kristo akishasema ni sheria. Akisema umesamehewa. Akisema imekwisha, ni sheria tayari imepita, yani ni ya milele. Hakuna kinaweza kupindua hiyo sheria, hayupo, imepita. Akisema amesema. Akisema umekuwa mtakatifu. Kwa wajibu wako ni kuamini tu, ni kuamini kama watu walikuwa naamini. Wewe kanisa, wewe mwenyewe. Amesema hema lililo kubwa. Yesu asifiwe. Hema lililo kubwa. Kwa hiyo tunazungumza kwamba kabla ya Kristo hajafa msalabani, alikuwa kwenye mwili ambao ulikuwa na mipaka. Sasa baada ya Kristo kufa na kufuka, anaondoka kwenye mwili wa mipaka. Maana tuliko hapa, sote hapa ni hema la Kristo. Maana yuko ndani mwako, 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 yuko ndani. Kile sote yuko ndani mwetu. Asema hema ndio kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mazingira ambayo sadaka yetu ambayo tunasema sadaka ya kuteketezwa yetu ambayo ni Kristo mwenyewe. Tunamtazama kwa jicho hilo. Lakini pia kuna kitu fulani hapa nazungumza tena. Kabla ya Yesu kuja duniani, tayari yeye alishatolewa sadaka. Yaani kabla ya Yesu kuja hajadhihirika duniani, tayari roho yake imeshatolewa sadaka. Maana ameshazikomboa roho zote. Huko katika ulimwengu wa roho ameshatangaza ushindi tayari katika ulimwengu wa kiroho. Sasa ndipo tunaporudi sasa kwamba shida ni inakuja wapi? Kwa sababu gani? Kama roho zetu, yani upande wa roho zetu sisi huko hakuna shida. Shida inakuja kwenye huku mili yetu huku juu, huku kwenye fahamu zetu. Kwa sababu mili yetu inatenda kazi kulingana na fahamu zetu tulizonazo juu ya huyo tuliyemwamini. Ambaye anasema ameshajitoa sadaka milele kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu.
Kwa anapokuja huku duniani anakuja kudhihirisha kile kitu ambacho tayari amekwisha kukifanya katika ulimwengu wa kiroho. Na hiyo inaenda kutupatia picha ambayo kwamba vitu ambavyo wakina Ibrahimu anafanya, hivyo ndivyo vitu ambavyo walikuwa wanafanya huko ambavyo vilikuwa vimefichika. Kwa sababu Yesu anapokuja, anakuja kudhihirisha kile kitu ambacho kilikuwa kimefichika, ambacho katika ulimwengu wa kiroho amekuja kukifanyia suluhisho tayari. Anakuja sasa kujionyesha sasa katika macho ya damu na nyama. Sasa kule rohoni hamna shida, rohoni hamna shida. Yaani rohoni hamna shida. Shida inakuja hapa kwenye ufahamu. Kwa sababu ufahamu unasababisha, unaleta kama vile matokeo mabaya kwenye macho yako. Bwana Yesu aposi. Sasa hapa ndipo panapotakiwa sasa kwamba nafsi yako, hapa ndipo tunapokuja sasa hapa kwenye nafsi yako. Huyu ambaye tunazungumza huyu ndio mwanadamu huyu. Huyu ambaye hapa kuna roho hapa, ambapo hapa kuna nafsi hapa, hapa kuna nafsi, ambayo pia hapa kuna mwili hapa. Unaona? Sasa shida inakuja wapi? Shida hapa kwenye kipengele hiki hapa. Ambapo hapa ndipo tayari hapa ni kiumbe kipya tayari. Hapa hamna shida tena. Shida inakuja hapa kwenye nafsi hapa, ambapo kuna shida, mashaka na huzuni zote ziko mahali hapa, ambayo hapa tunasema hapa ndio kuna maamuzi hapa kwenye nafsi. Maamuzi yako hapa, nia iko hapa. Anasema fanyeni nia zenu zipate kufanywa upya, nia zenu ni hapa. Sasa kwa hiyo kadiri tunavyoendelea kuingiza neno la Kristo, ili ndilo linaendelea kusafisha. Unavyoendelea kuingiza neno la Kristo, hii mistari hizi hapa zinaendelea kusafika, zinasafishwa. Kwa kama hii ilikuwa ni nyeupe, hii kama ilikuwa ni nyeupe, ndivyo kadiri inaendelea kupanuka ndani mwako ufahamu. Maana yake ufahamu hapo ndio kuja kuna mawasiliano kati ya nafsi yako na roho yako, ambapo ndipo pale ambapo tayari umefanyika upya. Sasa kama hao wawili hawajakubaliana, hao wawili hao, roho na nafsi kama hawajakubaliana, ndipo bado kuna shida. Ndipo sasa tunaporudi katika Yesu ile Mathayo 16 anazungumza wawili wakipatana juu ya jambo lolote watatendewa na Baba yangu aliye mbinguni. Yaani kabla sijawa mimi na wewe kupatana juu ya jambo hili kati yangu na wewe, jambo la kwanza ni wewe mwenyewe, kwa sababu nafsi ya mtu na roho ya mtu wanafananishwa, ni kama watu. Yaani hapa wewe, roho yako na nafsi yako lazima vikubaliane. Ndani mwako kusikia nafsi yako na roho yako vikikubaliana, hicho kitu tayari kimekuwa mbinguni katika maisha yako. Lakini kama hapa bado roho yako inasema inawezekana, nafsi yako inasema haiwezekani, hapa ndipo anaposema wawili waweza kutembea njia moja wasipopatana. Maanake ni watu wawili wako ndani ya mtu, hawajapatana. Huyu anawaza kutembea, huyu anawaza kukaa. Maanake hapa kama umefanyika kiumbe kipya, hapa ndiko kuliko na uhai wa kimungu. Hapa ndipo palipo na mazingira yako ya kidunia ambayo yamejaza mahali hapa. Ili sasa hapa nafsi yako ipate kukubaliana na hapa. Vikisha kubaliana ndipo nasikia kwamba vitu fulani, kitu fulani kinachomoka, kinatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama mfano nilikuwa nakupatia mfano wa huyu mtu ambaye alikuwa na Mungu. Maanake ndani mwake, kwa sababu kijana pia nafikiri ameokoka. Ndani mwake anaamini kama kabisa Yesu anaponya, lakini kwenye mazingira yake inagoma kwenye nafsi yake, inawezekanaje? Lakini ghafla ikitokea hapa ndani na hapa kwenye nafsi wakakubaliana, unashangaa yule mtu ambaye anasema kwamba ndugu yake haina nguvu, ghafla unashangaa nguvu tena zinaingia. Kwa sababu wamekubaliana. Hawa ni watu wawili. Na hapa ndipo palipo na shida. Sasa ndicho tunapozungumza habari ya sadaka ya kuteketezwa.
sadaka yetu ya kuteketezwa, lazima kisha tena sadaka ya kuteketezwa, sisi tukishamwamini tumekuwa kiumbe kipya. Sasa shida kwa nini mtu ambaye amekuwa kiumbe kipya kwa sadaka ya kuteketezwa, ambaye tayari amekwisha kustahilishwa mbele za Mungu, amekubalika mbele za Mungu, anaonekana msafi mbele za Mungu, anaonekana mtakatifu mbele za Mungu, kwa nini mambo yanagoma? Shida kubwa iko hapa, kwamba huyu mtu siku atakapokutana na huyu wakakubaliana, basi. Bwana Yesu aposi. Hapa yaani hii inatendeka kwa mtu yoyote. Hata tulikuwa tunazungumza na mtu ambaye ni kiwete, nafsi yake ikashindana na roho, unamwambia kiwete simama, hapo ghafla nafsi inasema mna, tangu nimezaliwa tumboni mwa mama yangu mimi ni kiwete na naweza kutembea. Roho inamwambia simama, neno nimesema unaweza kusimama ukatembea, nafsi inasema mna, hauwezi kutembea. Vinashindana. Ghafla ikitokea ndani huku wakikubaliana, roho na nafsi ikakubaliana, utashangaa mifupa yenyewe kama yenyewe tunasimama, yenyewe mtu anasimama na kusema wamekubaliana hao wawili hapa, nafsi na roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio mamla cha ramuri nyambo kwa hapa watu hapo. Unasikia kwamba miujiza imetendeka, ni kwamba vitu vimetendeka, mtu amesikia. Kwa sababu nasema kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Kusikia, yaani imani inakuja kwa kusikia kuliko kwa neno la Kristo. Maana yake kama kusikia kunakuja kwa neno la Kristo, maana yake hiyo ndio imani. Imani ni Kristo, na umesikia habari za Kristo anavyofanya kazi. Sasa inapokuwa imeingia kajengeka hapa, ile neno ambalo limekiingia ndani mwako kwa kusikia, ambayo inatokana na imani, ambayo inatokana na kusikia kwa neno la Kristo, ikishaingia hapa vikaungana hapa, imani, roho na nafsi vikishaingana kwamba hakika kweli huyu Yesu anaweza, unashangaa ghafla huyu mtu anakuwa mzima data hiyo. Kwa sababu wamekataa watu wengi. Sasa wasipopatana, mimi nakwambia hivi, utakaa miaka na miaka. Na hapo ndipo kuliko na shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shida sio maombi, shida ni hapa kwenye nafsi yako. Mtu hapa ndipo kuliko na shida. Si kusema kwamba vitu havipo, sio kusema kwamba shida haziko duniani. Shida hazipo, lakini zipo, hazituhusu sisi. Zinapokuja zinagota, zinagoma, haziingii kwenye nafsi hapa, zinabidi zisiingie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna neno la Kristo ambalo linaitwa imani. Tunaamini yale ambaye sadaka ya kuteketezwa tayari ameshateketezwa kwa ajili yangu. Kwa kama nimeshafanyika, kama nimeshakubalika mbele za Baba, nini maisha yake? Maana yake lazima nikubaliane. Hapa nikishakubaliana hapo kitu kinatendeka. Hapa ndio utakapoona amani, hapa tukaona furaha, hapa tukaona uzima. Inatendeka ni hapa, baada ya huyu hapa amekubaliana na huyu. Huyu hapa na huyu wamekubaliana. Wakishakubaliana kitu kinatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vitu vya kuamini, kama sadaka ya kuteketezwa imekwisha kutolewa, wale watu walitoa sadaka zao za kuteketezwa, wakaamini na mambo yakatendeka. Sisi ni zaidi wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunazo dakika 20 za maswali. Lakini kama ninapomalizia kitu hiki, naomba nimalizie kitu hiki kwamba ile sadaka ilitakiwa ukaguzi wa kina. Unaposoma ile sura ambayo tulikuwa tumeisoma, ile sura ya kwanza, mambo ya Walawi, mstari wa 6, utakutana na kitu cha namna hiyo. Lakini pia unapoenda katika Luka 23:14 anazungumzia habari ya Kristo alivyokaguliwa. Yaani inahitajika ukaguzi wa kina. 23:10 anasema hivi. Kwanza kuna tatu anasema hivi. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu. Akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu, nami natazama nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mnayomshtaki. Kwa hiyo sadaka ambayo kule Mungu ameshawaambia wana wa Israeli kwamba sadaka inapotolewa isiwe kuwa na doa, isiyokuwa na doa,
iliyo safi. Kwa sadaka yetu Kristo anapotolewa, wamemchunguza, wamemtafiti, hana doa, hana kosa lolote. Kwa kama hana kosa, ni halali yake kuingia pale msalabani. Bwana asifiwe. Lakini angegundulika ana kosa, angegundulika ana wala lolote, huyu mtu alikuwa hajawa qualified kuingia kwenye mateso, kuingia kwenye msalaba. Lakini baada ya kuwa wamemtafiti, wamemchunguza, wakaona huyu mtu sasa wala hana hata kosa, nimeamua mambo yake kabisa, naona hana kosa, stahili hata kuhukumiwa. Kwa hiyo wajibu wake sasa kuingia. Kwa huyu anasema hiyo ndio sadaka ya wale watu walikuwa wasimama wanapeleka sadaka zao za kuteketezwa. Huko ndiko tunakuja kumwona Kristo. Wamemchunguza, wamemtafiti, hana kosa. Kwa astahili astahili kuangamizwa. Kwa mtazamo hivi hivi kwamba hatustahili kuangamizwa. Kama wale wanyama waliokuwa ni wasafi na haki yao kabisa na utimilifu wao, hawakutakiwa kuangamizwa wale wanyama. Kwa kilichotakiwa kuangamizwa kilikuwa ni kikamilifu, ni kisafi, ambaye ni nani? Ambaye ni Kristo mwenyewe, ambaye wamemtafuta, hana doa. Bwana Yesu asifiwe. Wamechunguza, hakuna sehemu yote ya kuweza kumkamata huyu mwanamume. Sema mimi sijaona kosa. Lakini wanasema huyo ndio tunataka asulubiwe. Kwa sababu huyo tangu zamani, huyo ndio sadaka yetu hiyo. Yaani kama vile tunazungumza maneno, ni kama vile hawafahamu. Ni kweli kama vile hawafahamu. Lakini kitu ambacho kinatendeka kilikuwa na uhalisia kwamba huyo anastahili. Baraba astahili, ana makosa. Yule kwanza ni mnyang'anyi huko, anavuruga watu huko. Baraba astahili kuangamizwa. Huyu ambaye hana doa huyu. Yaani wanatamka ni kama vile kuna fungo fulani. Lakini kinachotendeka kusema kweli kilikuwa na uhalisia ndani mwake. Kwamba huyu ndiye anastahili. Hata mambo hayo Pilato, huyu ndiye anastahili, ndiye anatufaa huyu. Huyu sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda kule mwishoni, jamaa anapomaliza kukata roho, utasikia wenyewe wanajipiga vifua. Sema hakika tunaamini huyu jamaa alikuwa ni mwana wa Mungu. Alikuwa ni mwenye haki mbele za Mungu. Wanajipiga vifua wenyewe tena wanaanza kujibu. Hakika tunaamini huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa na hatia, tumeamini huyu kabisa. Kwa kama hakuwa na hatia, huyu ndiye alikuwa anafaa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo alichunguzwa, sasa kitakuwa kuchunguzwa, kukaguliwa kwa makini zaidi kwa ajili ya kuingizwa pale kwa ajili ya sadaka kwa sadaka. Amen. Naomba niruhusu tu maswali kulingana na muda wetu. Kama yapo maswali hapo, kama kuna swali ambayo najaribu kuangalia imani ya wale wenzetu wa zamani walivyoamini kabisa kuweka maovu yao yote juu ya mnyama na wakatembea na amani. Najaribu kupima kwa sasa hivi, sisi tumeaminishwa yote kwa maovu yetu tumeyaweka juu ya Kristo, afu hatutembei kwa imani. Bado nazidi kuangalia wale watu walikuwa wana mambo fulani ambayo kwa upande mwingine sijui kwa nini sisi hatufanani nao. Yaani najaribu kujifananisha kwa nini sisi hatufanani nao. Kwa sababu wale waliamini kabisa kwa mnyama kumshika, yale yaliokuwa ndani yao yamebaki juu ya yule mnyama na wakawa na amani siku zote. Nafikiri na Kristo aliamini hivyo, kwa na sisi tukiamini kwake, kwa kuwa yeye amekuwa badala ya mnyama, tukimshika yeye tunapata ule ukamilifu na sisi tuweze kuwa na ile amani 100% kama walivyokuwa wale wazee. Sasa najiuliza nini kinachotokea hapa. Nimejaribu kuwa naangalia na jinsi ulivyokuwa ukiongea na jinsi nilivyokuwa nikifahamu imani yetu sisi inatindika wapi hapo.
kwa sababu sisi hatuna mnyama tena kwa sura ya mnyama, tuna Kristo mwenyewe ambao ndo ufunuo wa haya yote. Yeye ni kwetu moja kwa moja, na bahati mbaya mnyama wa zamani hakusema. Huyu mnyama mwingine aliongea, yeye ndio kuwa mimi ndimi njia, kweli na uzima. Lakini bado huyu mwanadamu sijui kimeingia kitu gani ambacho kinashindwa kutengeneza ule ukamilifu. Kama unavyozungumza, tungeweza sisi kushifti haraka zaidi kuliko wale walivyoshifti kwenda kwa mnyama. Sisi tungeshifti kwenda kwa Kristo kwa upesi zaidi, kwa sababu ilikuwa ni picha iliyogeuka tu. Mwanzoni ilikuwa ni picha ya kondoo, sasa ni picha ya mtu. Lakini mtu tunakuwa kama kuna shaka fulani inakuwepo pale. Hebu niondolee hapo. Tuko wapi? Sijui tuko wapi. Kwa sababu kazi yetu ingekuwa rahisi mno. Wachungaji kazi yao ingekuwa rahisi mno. Wainjilisti na walimu kazi yao ingekuwa ni rahisi mno. Ingekuwa ni kusema tu. Kwa sababu kikamilifu kipo. Lakini tunakwama wapi? Ni kweli kabisa, lakini kitu ambacho pia tumekuwa tukizungumza mara nyingi darasani, kwa namna gani? Kwa namna hii kwamba dini mara nyingi zimemwelekeza mtu afanye nini ili apate kumpendeza Mungu, ikafeli kumwambia kwamba Mungu amefanya nini kwa ajili yake. Na hicho ndicho hapo ndipo palipo na shida. Kwa sababu maana sisi tumejaa sana ukaini, sisi ndani mwetu na ukaini mwingi, na ukaini ndio huo ambao dini ambayo imetuingizia vitu vingi kwamba tufanye ili tupate kumpendezesha Mungu, tufanye ili Mungu apate kutukubali, ambavyo ilikuwa inabidi kanisa ilikuwa inabidi hata hiyo dini ambayo tunasema ni dini. Maana tunaposema dini, wao viongozi ambao pia wamepokea mapokeo huko ndio wanatuletea sisi kwetu. Ilikuwa inabidi watuambie kwamba ni namna gani kitu wamefanya kwa ajili yetu. Maana tumependwa. Kwa maana hao watu walikuwa wanaambiwa tayari, yani nyinyi mmependwa. Kwamba mlitakiwa kufa, lakini kusema kweli na kufa mfi kwa sababu kwa sababu ya upendo wa Mungu amewawekea mbadala. Sasa sisi huo mbadala wa kutuletea sawasawa katika picha hiyo kamili. Kwa maana sisi tunataka tunataka tuongeze vitu vingine vya ziada. Tuongeze vionjo pale kwa Yesu. Tuongeze viungo pale kwa Yesu. Tunaona manukato ya Yesu kama vile hayafai. Kwa hiyo tuongeze jitihada zetu pale. Kwa hiyo tunapoongeza jitihada zetu pale ndio tunakwama hapo. Kwa sababu ndio kitu ambacho tunazungumza. Kwamba tunapozungumza watu wenye haki wote, maana Mungu alikuwa anahakikisha kwanza wale watu ambao tunasema ni wenye haki, alikuwa anahakikisha kwanza kwamba huyu mtu sasa amekubali kila ambacho mimi nakitaka kiwemo ndani mwake. Kwa sababu tangu zamani tunaona walikuwa na imani juu ya Mwokozi anavyokuja, wakaamini. Yaani Biblia wakaamini. Lakini kwa sababu hajakuwa kwa waliamini, lakini hata hiyo hawakuiona. Yaani wamekufa ndani ya imani kwamba Mwokozi lazima anakuja. Wakaamini kabisa, wakaamini. Sasa sisi ambao tayari Mwokozi amekuja bado hatuamini. Shida nini? Ndio hiyo mazingira ambayo tumewekewa sisi. Kwa maana tumejaa ukaini sana sisi kwetu. Tumejaza ukaini wa jitihada zetu sisi. Hiyo ndio inatuondoa huko. Maana tumejaza ufahamu mwingine tofauti na ufahamu ambao unamhusu mnyama. Tumejaza vitu vingine tofauti. Kwa maana tukiondoa ule ufahamu ambao ni ufahamu wa Kaini, yani ukaini na wetu ukiondoka, bora tukaingiza ule wa Abeli na ni wetu, tunachomoka. Kwa hiyo ndipo tulikokwamia. Hawana hamna sehemu nyingine. Ni yale mafundisho ambayo tumeyapokea tukatembea nayo. Kwa hiyo ndio akatualimu. Tufanye ili tujitahidi tupate kuingiza viungo fulani, tuingize manukato fulani juu ya manukato ya Kristo, ambao manukato yake yanasema yanajitosheleza yenyewe. Sasa hapo ndio tunakwama. Tunaingiza manukato, tunavuka kila kitu. Na inakuwa sio manukato tena. Elimu ya Kristo
Sasa anapochomoka wale watu wanataka kuingiza elimu nyingine. Nani amewaroga? Yale mafundisho ambayo yanataka kuwaondoa sasa katika neema ya Kristo. Yanataka kuwaondoa katika utendaji wa Kristo. Yanataka kuwaondoa katika furaha ya Kristo. Yanataka kuwaondoa katika amani ya Kristo. Nani amewaroga ndugu zangu? Mmeanza na amani vizuri, mmeanza na furaha vizuri, mmeanza na ushindi vizuri. Nani amewaroga? Ya kwa mafundisho ndio sasa. Wakataka kuingiza vionjo fulani kwamba hivi hapa tutafika. Hebu tuongeze na vile kwetu. Unajua bwana hapa bila kutairiwa hapa mbingwa milioni. Ndivyo kabisa. Huko akajiingiza tena huko. Ameshamwambia kutairiwa na kutokutairiwa, hiyo sio sababu mbele za Kristo. Lakini baada ya kuchomoka na kuna mafundisho fulani anaingia ambaye anataka kuanza kuwavuka. Hapo ndio wakakwambia tena. Jamaa anapokuja anakuja kusawazisha tena. Huko mnakuelekea siko. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa ndio ambacho bado Mungu anasema sisi kwamba huko tulikokuwa tunaelekea siko. Badilika, geuka. Ili tutembee katika ile amani ambayo tumekusudiwa, tutembee katika furaha ambayo tumekusudiwa, tutembee katika ushindi ambao tumekusudiwa. Geuka. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Ningependa kuongezea zaidi hapo kwenye yote nilizungumza, naongezea tu kidogo kwenye hiyo. Kwa nini nakosa imani? Ni kama alivyozungumza hapo, kwa sababu tukisoma hata imani kwa mujibu wa kitabu cha Warumi 9:17 au 10:17 anasema basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uje kwa neno la Kristo. Tunaona mpaka hapo. Kwa kumbe shida ni zakawa cha kwanza ni watu hawajapata taarifa sahihi kuhusu Kristo, kile kilichofanyika pale msalabani, kufa na kufufuka. Pia sababu ya pili itakuwa ni shetani, kwa sababu Biblia inasema pia mkuu wa ulimwengu huu amepofusha fikra zao ili isije ikawazukia nuru ya Injili. Tunaona mpaka hapo. Kwa kuna ile unakuta shetani ameficha, kwa sababu watu wakigundua kitu kama hiki, sema kweli shetani hana chochote. Tumeona mpaka hapo. Kwa hiyo yana nguvu zozote, ile alichofanya ni kujaribu kuficha ukweli, kwa sababu ukiangalia anasema shetani amepofusha fikra zao, yani ni kama ametanda giza, na giza kwa Wagiriki, yani giza inasimama ile kutokuwa na ufahamu, afu nuru inasimama na ile kwa shetani alichofanya ni ameficha taarifa sahihi watu wasizipate, ili wakapata ile imani iliyo kuu kabisa ambayo shetani anataka. Kwa kitu cha kwanza ni tunasema cha kwanza shetani anahusika pale, lakini cha pili pia ni maarifa yamefichwa. Na maarifa pia sometimes yamefichwa kwenye makanisa yetu tu haya ambayo yanakuwa ni ya Kikristo. Ndio maana hata Yesu alipokuwa ulimwenguni alikuja akawaambia, ole wenu nyinyi Mafarisayo ambao mmekamata funguo za ufahamu, the key of knowledge. Tumeona mpaka hapo, ila nyinyi hamtaki kuingia. Kwa hiyo unakuta kuna maarifa ambayo shetani amejaribu hata kuwatumia watu wa dini kuficha ule ukweli sahihi kuhusu Yesu Kristo, kilichofanyika pale msalabani na kuhusu shughuli yote aliyokuja kufanya Yesu Kristo pale, sababu huo ndio wokovu wetu. Ndio maana nasema kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia kusema neno la Mungu tu, ila alisema neno la Kristo. Na mimi ni zetu hapa ya kingine ni kwamba ukija kuangalia kwamba hata kile kipindi Yesu anabatizwa, ile Mathayo 3:17, Mungu anasema kwamba wewe huyo ndio mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Lakini mwisho wa siku shetani alikuja kumjaribu kwa kumwambia kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, badili jiwe hili kuwa mkate. Kwa maana kwamba shetani anamtengenezea mazingira sasa aweze kuprove, yani anamtengenezea mazingira Yesu ya kwamba approve kama kweli yeye ni mwana wa Mungu kwa kubadili ile jiwe kuwa nini? Kuwa mkate. Kitu ambacho Yesu anakuja kunukuu nyuma kwamba bana Mungu kashasema mimi ndo mwanake mpendwa ninayependezwa naye. Sina haja tena ya kuprove. Yaani Yesu alikuwa na uwezo kabisa wa kubadili ile jiwe mkate
ila kwa nini approve? Kwa maana kama kuprove kule kungemfanya Mungu kuwa muongo sasa. Kwamba ndio kule Adam alikoambiwa bana, ikiwa utakula mti huu, ukiwa utakula matunda ya mti huu, hakika utakufa. Kile kitendo cha Adam kutaka kuprove ndiko kuliko msababishia yeye kufanyaje? Kutengeneza mauti ndani yake. Umeona? Sasa yani hapa dini zinatutengenezea mazingira ya kutaka kuprove kile alichokisema Mungu kwamba Bwana ukiamini utaokoka. Lakini mtu anaona wewe pasina kutenda. Yaani dini inamtengenezea mtu kwamba hamna bwana. Hapa inabidi kuna namna ifanyike ili tu angalau kwa mchawi dini. Mchawi dini. Mwanadamu ili nao kuweza kumtafuta Mungu. Jitihada binafsi. Kwa kuingiza jitihada binafsi basi. Sawa, watu walikubaliana na walikubaliamini kwamba hapa hamna cha jitihada binafsi. Tuna mbadala wetu huyu. Mwalimu, mimi hapa kidogo shida kidogo na jambo pale. Leo la mwisho kabisa kwamba shetani, kwa sababu nikikumbuka mwalimu kuna siku moja alisema kwamba Paulo akasema nilitaka kuja kwenu lakini shetani alinizuia. Mwalimu akasema kwamba yeye yani aliofikiria yeye aliona kwamba ulikuwa tu ni ufahamu wa Paulo, kwamba shetani asingemzuia Paulo. Na mimi tu niseme kwamba sio kwamba shetani anatuzuia, ni kulingana jinsi tunavyopokea. Yaani ile kama alivyosema huyu ile kwanza alivyosema kabisa kwamba kile tunachokisikia ndio tunachokifanyia kazi zaidi. Na kwa sababu tumeanza kujua kweli, mimi naamini kabisa kwa miaka miwili na ukuja huko mbele huko tutakuwa watu wengine kabisa, naamini kabisa yani. Kwa sababu mimi naangalia toka nimeanza kuisikia Injili, kuna vitu kabisa mimi navifanya kwa imani kwamba sisi nakisikia kabisa eti ni kweli, ngoja nijaribu kufanya hivi. Nakumbuka wiki moja iliyopita huko nilikuwa nasikia hali ya malaria na nikaenda kabisa siku ile nikanunua dawa kabisa. Sasa siku ya kwanza ile nikameza kweli, nimeza vidonge kweli. Nikaenda kwenye zoezi. Nilipofika kule nikakutana na mwalimu. Naona akaniambia vipi sasa? Nisikia vibaya sana. Nimeza vidonge mimi nikaa kimya kabisa. Sio mwamini kabisa kama Yesu kweli alishamaliza kabisa. Nilipotoka pale nikasema vidonge tena simezi mimi. Unaona? Na ilifika nyumbani kweli najisikia vibaya kabisa yani. Nikasema wewe hapa ukae, mimi vidonge simezi na nitapona na hapa utokaa kabisa. Kesho yake mimi niliamka mimi mzima kabisa. Japo hali ilikuwa ndogo hivyo lakini nasikia nguvu ninayo kabisa. Amina. Kwa hapo tu kabisa hapo tusimpe shetani huo mzigo, lakini ni kile tunachokisikia sisi kama sisi tulivyopokea hayo mapokeo ndio yametufanya kuwa hivyo. Kama Paulo naye alivyoona vile kwamba shetani alinizuia. Kumbe ni mfahamu wake. Sisi kama tutakuwa tuko vizuri basi tutasaidia yale. Ambacho anasema hapa, anasema aulize nikaanzia sura namba 3 hapa, anasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Anasema isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wake Yesu Kristo. Kwa kianze hiyo neno inaonyesha pia shetani anajaribu kuficha knowledge kwa watu. Labda niseme hapo kidogo. Huo mstari uliosoma kwanza ameshasema ni watu ambao hawaamini. So nafikiri alichokuwa amesema baba ni kwamba inakuwaje bado kunakuwa na shida ya watu hata kama wameamini, bado udhihirisho wa wale watu wa kale unaonekana una. Lakini mimi niseme kitu kimoja kwamba sasa hivi
haijalishi bado sisi hatujioni hivyo, but tuko mbali sana. Najaribu kutumia msemo huo kila wakati, ya kwamba hata Petro sasa hivi akifufuka inabidi akae hapa nisikilize. Kuna mambo mengi hayajui, namaanisha kabisa, yaani haelewi vitu vingi. Injili inaendelea kufunuliwa kwa hatua wakati tunapoenda. Miaka 2000 walioishi katika matendo ya mitume ni tofauti sana na sasa hivi. Wala ile, unajua sasa hivi kwa mfano tunaongea miujiza inatokea ambayo haina udhibitisho mwingi sana. Na ndio maana hauoni wakati mwingi sisi tukitangaza kuhusu miujiza kutokea. Kwa sababu miujiza ni kitu cha kawaida sana ambavyo vinatakiwa tu vitokee. Yaani ni vitu vya kawaida mno, sio ambavyo hata tunatakiwa kuomba. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye eneo lingine sana la ufahamu wa Mungu. Na huo ufahamu unapozidi kwenye ndani ya watu, wakati mwingine hata Yesu alisema kwamba hakuna mtu atakayesema ule ama huu hapa. Akasema mnaona upepo vile ambavyo unavuma, hakuna mtu anayejua unakotoka wala unakoenda. Ndivyo walivyo watu wa roho. Yaani hiyo nguvu inatembea hivyo. Mimi nakwambieni ukweli, jidhatitini tu kwa kuamini ukweli huo kwamba sasa hivi mnatembea kwenye eneo lingine kabisa. Yaani ni swala fulani la kuamini. Kwa hiyo na hali pia wakati mwingine ya kuona kwamba watu wa zamani walitembea katika hali kubwa pia ni shida nyingine ambayo sisi pia tunatakiwa tuibadilishe. Si kweli kabisa. Sasa hivi tunatembea kwenye hali ya ajabu sana. Yaani ya ajabu mno. Umeona? Kwa hiyo lakini kitu kikubwa ni kwamba tunajaribu kupambana na kitu kimoja kinachoitwa kujua mema na mabaya. Hicho ndicho kinacholeta mwangu ndani mwetu. Hicho ndicho kinachofanya kitunyime hali hiyo ambayo tayari tunayo. Kwa hiyo inategemea tu ulisikia nini ulipoamini. Sawa, hiyo pia ni tatizo lingine. Ulipoamini ulisikia nini? Ulisikia usipoamini utachoma moto. Ulisikia nini ambacho kifanya ukaamini? Kwa hiyo kama utakuwa ulisikia ya kwamba Kristo amemaliza kila kitu alafu ukaamini, uko kwenye eneo zuri sana. Lakini haijalishi nini vitu vinaendelea kutokea vinavyotokea, na ndio maana tuko hapa kuimarishana kwamba hebu amini tu. Yaani wewe sio mtu wa kawaida. Hebu amini. Ishi hapa. Alafu uone vitu fulani. Then ujengeke kama mwalimu wetu alikuwa anazungumza hapo. Itakiwa ufike hatua wewe unazungumza huna hasi hata moja. Yaani unazungumza chanya tupu ya. Ukitazama hivi hauoni chochote, yani hauoni kuna mapepo, hauoni nini. Yaani ukitazama unaona tu Yesu na utukufu wa mbingu. Unaona vitu vikuu, unaona tamka kwa watu maneno, yani waambie watu, yani wewe ni mtu mkuu, wewe ni mtu ambaye watamkie hivyo, sivyo? Hebu tuzungumze maneno makubwa hayo, kwa sababu sisi, Yesu alisema msiogope enyi kundi dogo, kwa maana Mungu amechagua kuwapeni nyinyi huo ufalme. Sasa mfalme hawapo mtoto ana tofauti na mtumwa. Kwa hiyo tunakuwa tuna utumwa huu wakati mwingine kuendelea kujiona tunavyojiona. Lakini hebu tujione watu wakuu. Haleluya. Amen. Yes, ni mitazamo tu yetu ibadili, tuanze kuona vile ambavyo Mungu anaona, vile ambavyo Mungu anasema, na sisi tuseme hivyo hivyo. Yaani tujitahidi tuseme hivyo, sivyo? Na sisi hata kama ni kenge, twende utue mamba. Tukisema kama mamba hivi. Yaani anza tukua ni mamba na wewe hivyo. Yaani utashangaa tumekuwa ni mamba. Kwa sababu wewe ndivyo ulivyo. Aonavyo mtu nafsini mwake, wewe unaonaje? Kwa hiyo nafikiri kulingana na muda wetu, naomba tusimame.